nikwambie, mimi nina uhakika kwa 100% kwa uzoefu wangu wa zaidi ya miaka 15 kwenye mpira wa miguu, mwamuzi wa Kitanzania kwa dakika ile asingetoa penati. Nina uhakika huo, lazima angelembalemba tu pale, lazima angelembalemba tu pale, angeogopa lawama, angeona sijui dakika zimeisha, yani angekuwa na fikra nyingi, mwisho wa siku angeamua kupeta na sio penati. Ni sawasawa na mwamuzi wa mechi yetu iliyopita, aliamua kwa makusudi ile mechi ishe sare, kwa sababu ikiwa sare hakuna upande ambao utalalamika sana kuliko mtu akifungwa. Kwa hiyo akaamua kuifanya ile mechi kuwa sare. Kwa hata hii mechi ya jana ingekuwa ni mwamuzi wetu hapa, nina uhakika kwa 100% kubwa angeamua kuifanya sare ile mechi, japo ilikuwa haina sare, lakini penati ile angeikataa. Akili yake namwambia acha nivumilie dakika moja nipeleke kwenye matuta, wakauane kwenye matuta. Lakini nimeona yule mwamuzi pamoja na madhaifu yake yote, lakini amefanya kitendo ambacho watu wetu wasingeweza kufanya. Akafunika tu dakika ya 118, bado dakika moja penalti tulipata na sisi tumeshinda kihalali kabisa. Ni kama sasa wanatamani mwamba Lusaka arejee tena, ni kama Chama na Simba ni damu. Niliwaambia Chama amerudi na makombe yamerudi ndani ya Simba. Chama ana DNA ya mafanikio ndani ya timu yetu. Utulivu wake, exposure yake na experience yake zinatusaidia sana Simba Sports kwenye kupata mafanikio. Hata ile penati kama angekuwa ni mchezaji mwenye wahaka pale, maana yake baada ya mpira kupata ule alikuwa anapiga moja kwa moja, lakini Chama akatulia na mali, mchezaji wamekuja akamfinya yule, akaingia kwenye miguu ya Chama na ikawa penati. Kwa hiyo ni utulivu wake wa hali ya juu umeendelea kuwa msaada mkubwa kwa Simba Sports, na ndio maana tunamuita Kingunge.